anasema hafidhahullah ta'ala, ma hukmu, ni ipi hukmu man massa badanuhu imra'atan, man lamasa badanuhu imra'atan, yule ambaye mwili wake utamgusa mwanamke, au massat yaduhu imra'atan, au mkono wake ukamshika mwanamke, min ghairi qasdin, pasina makusudio yoyote. Wa hal yu'athiru dhalika ala siyamihi, na je linaathiri hilo juu ya funga yake? Almuallif hafidhahu Allah ta'ala katika swali hili ameuliza ndani yake maswali mawili. Swali la kwanza, hukumu ya yule ambaye mwili wake umemgusa mwanamke au mkono wake umemshika mwanamke, min ghairi qasdin, pasina makusudio. Na swali la pili, je yule ambaye mwili wake umemgusa mwanamke au mkono wake umemshika mwanamke pasina makusudio, je hilo linaathiri katika funga yake? Aljawab, يقول حفظه الله: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة، pindi utakapomgusa mwili wa mwanamke au mkono wake ukamshika mwanamke, min ghairi qasdin, pasi na makusudio yoyote, falaysa alayhi shay'un, hakuna juu yake chochote. Hii ndio hukmu laysa alayhi shay'un, falhukmu laysa alayhi shay'un, hakuna juu yake chochote. Na katika maelezo yake haya na katika swali ametaja harfu sharti, wa shartu au والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. na nakira inapokuja katika siyaqi ya asharti inafidisha wote, mwanamke yoyote, sawa atakuwa ni ajnabiyya au atakuwa ghairu ajnabiyya, au atakuwa ni mke au atakuwa si mke. Muda wa kuwa ni mwanamke, basi jambo hili litamwenea. Kwa hivyo anasema idha lamasa badanu ar-rajuli au massat yaduhu imra'atan, pindi utakapomgusa mwili wa mwanamke au mkono wake ukamshika mwanamke, min ghairi qasdin, pasina makusudio, hukumu yake falaysa alayhi shay'un, hakuna juu yake chochote. Kisha upande wa pili akasema wala yaqdahu dhalika fi sawmihi, na wala haliti dosari hilo katika funga yake. Hilo la kumgusa au kumshika mwanamke, la yaqdahu fi sawmihi, haliti dosari katika funga yake. Hilo haliti dosari katika funga yake. Kumbe alipouliza wa hal yu'athiru dhalika ala siyamihi, aljawab la yu'athiru dhalika ala siyamihi, hali yasiri hilo katika funga yake, kwa majibu yake aliposema wala yaqdahu dhalika fi sawmihi, na wala haliti dosari hilo katika funga yake. وقد يحدث ذلك كثيرا في الطواف أثناء العمرة, na linaweza likatokea hilo mara nyingi fi tawafi, katika tawaf, asna al-umra, katikati ya kufanya ibada ya umra, pale wanapokuwa wamechanganyika baina ya wanaume na wanawake. Jambo kama hili hutokea katika baadhi ya nyakati. Walakin idha kana min ghairi riba, lakini pindi itakapokuwa pasina mashaka, fala shay'a alayhi, basi hakuna chochote juu yake.
Ama idha kana liqasdin, ama ikiwa ni kwa makusudio, mtu anakusudia kabisa ngoja nimguse fulani, akiwa ni mkewe, la ba'sa alayhi, hakuna ubaya juu yake kwa sababu ni mkewe. Lakini akiwa ni ajnabiyah fahuwa athimun, kama ilivyotaja hapa katika hukumu. Ama idha kana liqasdin, ama pindi itakapokuwa kwa makusudio, fahuwa athimun, basi yeye ni mwenye kupata madhambi. Walakin hadha alfi'la la yuftir, lakini kitendo hichi ni kitendo ambacho hakifunguzi. Walakin hadha alfi'la la yuftiru, lakini kitendo hiki cha kumgusa mwanamke ajnabia au mwili wake kugusana na mwanamke ajnabia, hili halifunguzi. Swali nambari 13, يقول حفظه الله تعالى: هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟ je, inafaa kwa mfungaji, kwa mwenye kufunga, istimalu tibi, kutumia manukato, walbukhuri fi nahari ramadhana, na kutumia udi katika mchana wa mwezi wa Ramadhani? Je, inafaa kwa mwenye kufunga kutumia manukato katika mchana wa mwezi wa Ramadhani na kutumia udi katika mchana wa mwezi wa Ramadhani? Je, hili linafaa? الجواب: يقول حفظه الله تعالى: نعم يجوز للصائم، inafaa kwa mfungaji istimalu tibi wal bukhuri, kutumia manukato na udi, lakini bisharti alla yastanshiqa al bukhur, kwa sharti la kuto kuingia puani ule udi kuingiza katika pua yake ukaingia katika aljawf. Na hukumu hii ni kama hukumu ya yule mwenye kuvuta sigara. Swali nambari 14, يقول حفظه الله: ما حكم استحمام في نهار رمضان أكثر من مرة؟ ni ipi hukumu ya kukoga mchana wa mwezi wa Ramadhani zaidi ya mara moja? Tukakoga asubuhi saa 5:05, imefika saa 7 anakoga tena, saa 10 jioni anakoga tena, saa 12 anamalizia somo yake anakoga tena. Ni ipi hukumu ya hili? Ma hukmu istihmami, ni ipi hukumu ya kukoga fi nahari Ramadhana, katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, akthara min marra, zaidi ya mara moja? Aljawab: yaqulu hafidhahullah: alistihmamu fi nahari Ramadhana jaizun, kukoga katika mchana wa mwezi wa Ramadhani ni kwenye kufaa, jaizun, kunafaa, wala ba'sa bihi, na hakuna ubaya kufanya hivyo. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، na kwa hakika alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yasubbu ala ra'sihi almaa, akimimina juu ya kichwa chake maji, min alharri, kutokana na joto, au min alatashi, au kutokana na kiu, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimimina juu ya kichwa chake maji kutokana na joto kali au kiu kuwa kikali, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma, na alikuwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yabullu thawbahu, akirowesha nguo yake, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, litakhfifi shiddati alharara, kwa ajili ya kukhafifisha ukali wa joto, au alatashi, au ukali wa kiu. Lakin alayhi an yahtariza, lakini ni juu yake kujihifadhi, min an yadkhula ila jawfihi shay'un min alma, kutokana na kuingia katika tumbo lake chochote katika maji au kitu katika maji. Kwa hivyo kunafaa kukoga, lakini kwa sharti an yahtariza, ajihifadhi na ajikinge na ajichunge na ajizuie
min an yadkhula ila jawfihi shay'un min alma, kutokana na kuingia katika tumbo lake chochote katika maji. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam.